Ndugu mgombea wa kiti cha urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wetu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan, ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Asha Rose Migiro, ndugu mwenyekiti wa chama wa mkoa wa Geita, ndugu mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ambaye pia ni naibu waziri mkuu, viongozi wote meza kuu, Samia. Nimejifunza kutoka kwa ndugu Doto kwamba Oktoba mnavemesha. Si tulikuwa tunasema Oktoba tunatiki, nyie mnasema Oktoba tunavemesha. Haya, niwasikie sasa wa kuvemesha. Oktoba! Oktoba! Sasa misamiati ya Doto mingi sana, nimebeba huo mmoja tu. Ndugu mwenyekiti na mgombea wetu, hatua chache kutoka kwenye wilaya hii unaingia mkoa wa Kagera. Na mimi muda sio mrefu nitabadilisha mavazi na vaa gwanda la Kagera. Kwa hiyo hapa sitasema, maana nimeona tangu ulikotoka huko viongozi wa staafu, viongozi wa chama uliofanya nao kazi wanakuzungumza na kukuzungumzia. Hapa sitaki kuharibu uhondo. Subiri ngoma Kagera, karibu Kagera. Maana mtu kwao, nimeona habari ya Doto tangu jana anatamba. Sasa utafuatilia vishindo vya Kagera. Na katika hili Kagera sasa nataka iwe namba 1. Nimeshabadilisha upande mwingine. Ndio maisha yenyewe hayo. CCM hoye. Nitazungumza kwa ufupi sana. Na Jessica alipokuwa anaongea, ameongea mara 2. Ukimsikiliza unaelewa hisia za wanageita na hisia za wanachato. Lakini ndugu mwenyekiti, huu kwangu kufuatana na wewe unakuwa mkoa wa 8. Ukiingia Kagera, kwa sababu lazima niwepo Kagera na nimeshapata kibali cha katibu mkuu, itakuwa mikoa 9. Na Tanzania bara tuna mikoa 26. Maana yake kwa mikoa 9 ambayo tutaambatana au tumeambatana ni sawa na zaidi ya 30% ya nchi nzima. Kwa idadi ya mikoa, sio kwa idadi ya wapiga kura. Hii ni sampuli inayoweza kuonyesha ushuhuda ambao Watanzania wanaoonyesha kukubalika kwako. Hii ni zaidi ya kazi iliyofanywa na chama chetu kukunadi. Wananchi wenyewe wameamua kuingia ulingoni. Ulipozindua kampeni mwezi wa 8 pale Kawe, vile vilikuwa viwango vya juu vya mkutano mkubwa wa ufunguzi. Lakini kila mkoa ulipokwenda ni kana kwamba rekodi ya Kawe ilikuwa inavunjwa. Sasa tulipoingia katika mikoa 6 ya kanda ya Ziwa, na tumebaki na wiki 2 kumaliza, ni kama kanda ya Ziwa sasa imeweka viwango vya mikutano ya kufunga. Kwa hiyo inakuwa vigumu kutofautisha mikutano ya kufungua na mikutano ya kufunga. Ndio maana ninasema hii ni kazi ya CCM kukunadi, lakini Watanzania bila kujali itikadi zao, maeneo yao, hali zao, wameamua wenyewe kuingia ulingoni kukunadi. Hongera sana mgombea wetu. Ulipokuwa Butiama alikozaliwa baba wa taifa, uliwakumbusha wananchi kuhusu mchango wa baba wa taifa katika uongozi wake wa kulikomboa taifa letu na kulijenga upya taifa letu. Na kwa kuwa kesho ni tarehe 14, siku muhimu sana ya kumkumbuka baba wa taifa, nitazungumza machache ambayo nayaona kama wosia unaoakisi zoezi la uchaguzi wa mwaka huu.
katika swala la CCM kuteua mgombea wa urais, baba wa taifa alituasa kwamba mnapokuwa mnamteua mgombea urais wa CCM sio shughuli yenu. Hamwezi mkajifungia mkasema tunamteua mgombea wetu basi tukishamaliza tumemaliza. Anasema huyo mgombea mnayemteua ni mgombea atakayekuwa akichaguliwa anakuwa rais wa nchi nzima. Sasa Januari mwaka huu, mimi kama mjumbe wa kamati wa mkutano mkuu na meza kuu wenzangu watakuwa mashahidi, mkutano mkuu ulipoazimia kwamba hatuna haja ya kucheleweshana, uteuliwe kuwa mgombea wetu, wajumbe wote walipiga kura ya ndio kwako kukubali uteuzi wako. Na kwa mara ya kwanza mkutano mkuu ulichukua mamlaka yake ya kikatiba kumteua mgombea urais mapema. Zoezi hilo mimi naliona lina mchango wa namna ulivyopokelewa, kwa sababu hakuna mgombea wa CCM huko nyuma ndani ya mfumo wa vyama vingi aliyewahi kuteuliwa mapema akajadiliwa mapema kwa miezi 6 ukiwa mgombea wa CCM na sasa miezi 2 ukiwa mgombea baada ya kuteuliwa na tume. Ni wewe peke yako unaingia katika historia. Na nadhani katibu mkuu wa chama ambaye wewe ndio unatunza kumbukumbu za chama, tunalo funzo. Baba wa taifa alikuwa na maana yake. Wananchi wanatakiwa wamjue mapema mgombea wa CCM, wamjadili kutoka usoni mpaka miguuni, na ndivyo ilivyokuwa. Hata wale waliojaribu kubipu kwa kukukashifu, wananchi wenyewe wamewapigia. Kwa hiyo hili nadhani tunazingatia wosia wa baba wa taifa. Kila wakati tunapoteua mgombea urais lazima tuzingatie kwa ukubwa wa chama chetu, kwa uwezo wa kihistoria wa chama chetu, na kwa dhamana ya chama chetu. Kazi ya uteuzi wa mgombea urais haitakiwi kuwa kazi ya CCM peke yake. Lazima mgombea ateuliwe, apelekwe hadharani, ajadiliwe, apimwe. Na kwa kweli mapokezi uliopewa na mijadala iliyoanza tangu Januari mpaka tunahitimisha Oktoba 29 inadhihirisha CCM haikukosea, na wewe ndio unayeonekana unakidhi matarajio ya Watanzania. Wosia wa pili wa baba ya taifa kuhusu masuala ya uchaguzi. Baba wa taifa alisema rais wa Tanzania anaweza akatoka chama chochote kilichosajiliwa kisheria, lakini rais bora atatoka Chama cha Mapinduzi. Uongozi wako wa miaka 4 ukishika hatamu za chama chetu, na uongozi wako wa serikali ya chama chetu, utendaji wako, utayari wako wa kisiasa na utashi wako wa kisiasa imedhihirisha kabisa wewe ni mgombea bora na wewe unaweza kuwa rais wetu. Kwa hiyo na waombeni wa Tanzania tumchague kwa kura nyingi Dr. Samia. La tatu la mwisho kuhusu wosia wa baba wa taifa kwa CCM na kwa taifa letu. Mwalimu alisema bila CCM madhubuti nchi yetu itayumba. Umadhubuti wa chama chetu na hasa umadhubuti wa uongozi wako katika vipindi ambavyo dunia imetikiswa, si Tanzania peke yake. Tumepigwa na corona, kuna mabadiliko ya tabia nchi, kuna vita ambayo inatikisa uchumi wa dunia, lakini pia kumezuka siasa za kujitambulisha kwa uzalendo uchwara wa kidini, wa kikabila, hata ubaguzi wa rangi. Nchi yetu imeendelea kusimama imara bila kuyumba
hata pale ambapo dunia imetikiswa. Kwa hiyo nawahakikishia chini ya Dr. Samia akiwa rais baada ya nyie kumchagua, lakini pia akiwa mwenyekiti wetu, nchi yetu itabaki imara. Na mimi nakupongeza baba wa taifa alipounganisha vyama viwili vya Afro Shirazi na TANU kuwa CCM mwaka 77, aliongoza kwa miaka 13 tangu 77 mpaka 90. Tangu amefariki ni miaka 26. Wewe umekirejeshea uhai zaidi chama chetu, na tunaingia kusherehekea miaka 50 mwaka 2027 tukiwa na uhakika kwamba chama chetu ni imara zaidi, na umoja ndani ya chama chetu ni imara zaidi, na taifa letu ni imara zaidi. Ni kwa sababu hizo ndugu wenzangu, watu wa Chato, nichagulika nacho chama kinachochagulika, na nchi yetu sasa iko nacho chama kinachochagulika, na nchi yetu sasa iko mikono salama ikiwa tutamchagua Dr. Samia. Wangapi watavemesha? Wanyoshe mikono. Wangapi watavemesha? Oktoba! Asante sana.